الحمد لله نحمده وهو المستحق للحمد والثناء، نستعين به في السراء والضراء، ونستغفره ونستهديه لما يقربنا إليه ونؤمن به، ونتوكل عليه في جميع حالاتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الإنس والجن، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق تفضلا منه ومنا. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل مبعوث للعالمين وأول مشفع في يوم العرض والحساب، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Ndugu yangu Muislamu, nawausieni nyinyi pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha, kushikamana na kumtii Alhaqu subhanahu wa ta'ala. Ndugu Muislamu, hutuba yetu ya leo itaunga hutuba ile ya aljuma iliyopita, ile aljuma ya pili yake. Nimeona niweke wazi hilo kwa sababu katika aljuma ile iliyopita, hutuba yetu aljuma iliyopita hii ya juzi hatukuimalizia kwa sababu liliingia jambo la kuzinduana kuhusu mwaka mpya, kuumaliza mwaka na kuanza mwaka. Kwa hivyo tulikata hutuba yetu ya aljuma ile tukaingiza habari ya mwaka mpya. Kwa hivyo leo tunaunga katika hutuba yetu ile ya aljuma iliyopita ya tatu kutoka hii, na kwa kukumbusha aljuma ile ninayokuambia tunaiunga ni kwamba maudhui yetu yalikuwa ni kuelezea sifa ya alhalimu, uvumilivu, kutokurupuka katika mambo na kuwa na huruma na upole na kutochukua maamuzi wakati umeghadhibika, kwa sababu tumesema ghadhabu ni maumbile, furaha ni maumbile, mtu lazima apate ghadhabu. Lakini tukasema kinachosemwa hapa ni baada ya kughadhibika wewe, tunakuangalia pale ulipoghadhibika ni nini unachofanya. Kwa hivyo pale tukasema Mwenyezi Mungu mwenyewe ametueleza kuna sifa. Mungu mwenyewe anasema udhila afwa, anamwambia mtume kwanza, anamwamrisha mtume udhila afwa wa amru bil urfi wa a'rid anil jahili. Hii ni Mungu mwenyewe kwanza anamwambia mtume. Kwa hivyo jambo hili linatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe kwamba tuwe na sifa ya uvumilivu na kusamehe na kupooza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwanza anamwambia mtume, na mtume vile vile akawaambia maswahaba zake. Kwa hivyo haya yalikuwa ya aljuma ile, hii nilikuwa nawakumbushia. Kwa hivyo ndio maana nikawaambia leo tunaungia kule katika hotuba yetu hii ya kuhusu sifa ya uvumilivu, kutokurupuka katika mambo na kuwa mtulivu ili maisha yaende, kwa sababu tumesema maudhi katika dunia na kero yapo, ni maumbile, lakini tumefundishwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe jinsi ya kuyadhibiti, kwa sababu bila hivyo dunia haiwezi kwenda, itakuwa kila siku ni vurugu. Na tukasema vurugu linaweza kaanzia nchi na nchi, taifa na taifa, inaweza ikawa familia kwa familia, lakini tukafika mpaka mtu kwa mtu, na hapa ndo tuliposimamia kwa mtu na mtu. Kwa hivyo tukasema lazima mtu awe na sifa ya halimu, sifa ya uvumilivu na sifa ya kudharau na kupuuza mambo ili mambo yaende. Lakini sasa tulieleza sifa ile na mtu mwenye sifa hiyo, lakini sasa tunaambiwa je, hiyo alhalimu, hiyo sifa ya uvumilivu unaipataje? Kwa hivyo ndio hutuba yetu ya leo, ambayo sababu zinazomfanya mtu awe mvumilivu, awe na sifa ya uvumilivu na kutokukurupuka na kutokuchukua mambo kwa ghadhabu ili maisha na mambo mengine yaende. Kwa hivyo hiyo ndio itakuwa hutuba yetu ya leo, sababu za kuwa mtu ana sifa ya uvumilivu. Ndugu Muislamu, kwanza kabisa ulama wanatuambia kwamba
falhilmu min ashrafil akhlaq, uvumilivu ni katika tabia bora na tukufu. Wa ahaquha bidhawil albab, na ni haki ya watu wenye akili. Kwa sababu gani? Lima fihi min salamatil irdi, kwa sababu ndani yake kuna kusalimika heshima za watu, kuna kusalimika heshima za watu. Wa rahatil jasadi, na vile vile mwili kupata raha. Lakini si hivyo, wajitilabil hamdi, na mtu kujivutia sifa ya kusifiwa au kusifiwa. Ndio maana Saidina Ali kwa kujua ule uvumilivu kwamba ni sifa kubwa na ina faida kubwa, akasema maneno yake kwamba wakad kana Ali ibn Abi Talib. Ali anatuambia, Saidina Ali karamallahu wajha, kwamba ukiwa na sifa ya halim malipo yake ni nini? Anasema awwalu iwadhil halim min hilmihi, cha kwanza kabisa badala au malipo ya mtu ambaye ni mvumilivu, hakurupuki katika mambo, anachukua maamuzi anapokuwa na hasira kwa mpangilio, hakurupuki. Anasema badala yake au malipo yake ya kwanza kabisa, anna nasa answaruhu, ni kwamba mtu huyu watu wenyewe watakuwa watetezi wake bila yeye kuomba msaada. Kwa ile sifa yake tu watu wako tayari kumtetea anapotaka kufanywa jambo lolote. Kwa hivyo inafika mahala mpaka wanasema hata kama anataka kupigwa mawe nini, wanasema wengine wanafikia mpaka kusema hayo mawe kwanza yatupige sisi kabla ya kufikia urwani. Kwa hivyo haya ndio malipo ya kwanza ya sifa ya halim, japokuwa ni nzito na ni ngumu kwa kwetu sisi, lakini ndio tunafundishwa hivyo. Na anasema kwamba tunaposema uvumilivu wa halim ni upi? Maana anasema wahaddul hilm, na tafsiri hasa au maelezo ya uvumilivu na mtu kuto kukurupuka katika mambo, kuto kuchukua maamuzi ya ovyo ovyo. Anasema maana ya alhilmu, maana yake ni hivi, anasema dhibtu nafsi inda haijani alghadab. Tunaposema halimu, mtu ana sifa hiyo, maana yake nini? Maana yake mtu huyu sifa yake dhibtu nafsi, ana uwezo wa kuidhibiti nafsi yake inda haijani alghadab, pale anapokuwa amechemka kwa hasira. Huyu ndo anaitwa mtu halimu, yule ambaye anaweza kuizuia nafsi yake pale anapokuwa amechemka na yuko tayari kuchukua maamuzi yoyote. Kwa hiyo huyo akidhibiti nafsi yake ndio huyo anaitwa alhalim, ndio mvumilivu, hakurupuki, hachukui mambo bila mpangilio. Kwa hivyo tafsiri ya kuidhibiti ya sifa ya halim kwanza ni kuidhibiti nafsi pale inapokuwa imechemka kwa hasira. Kama tunakujua mtu anapokuwa na hasira anaweza kufanya uamuzi wa aina yoyote, anaweza kufanya jambo lolote, alafu baadaye ndio akaja, baada ya zile hasira kushuka, ndio akaja sasa kuanza kujisawazisha mwenyewe na kujilaumu kwamba ingekuwa hivi, lakini hiyo inatokana na hasira. Kwa hivyo mtu mwenye sifa ya kudhibiti nafsi yake anaitwa halim, ndio huyo anayeweza kuidhibiti nafsi yake wakati bado imechemka, imeudhiwa na ina ghadhabu na ina nafasi ya kufanya chochote kile, lakini akaweza kuidhibiti nafsi yake. Kwa hivyo anasema sababu za kuidhibiti nafsi yakunu anbaithi wa sabat, kuidhibiti nafsi kuna sababu na msukumo wake. Wa asbabu alhilmi albaithati ala dhabti nafsi ashara, na ulama wanatuambia kwamba sababu za kuidhibiti nafsi ni 10, ziko 10. Sababu za kuidhibiti nafsi ziko 10, lakini leo tutataja moja kutokana na ufiki wa muda. Ulama wanatuambia kwamba sababu ya kwanza, ahaduha, ile ya kwanza ni rahmatu liljuhal. Angalia, sababu ya kwanza ya kuidhibiti nafsi ni arrahmatu liljuhal, kuwasikitikia watu wasiojitambua, kuwasikitikia watu wasiofahamu, watu wajinga, kuwaonea huruma. Kama tunavyojua watu wasiojitambua wana maufi, watu wasiojitambua wana karaha, watu wasiojitambua wana kero. Sasa uwe na sifa ya kuidhibiti nafsi. Sababu ya kwanza Sheikh anatuambia kwanza ni kuwaonea huruma watu hawa, kwa sababu wana maufi. Umuonee huruma wale watu wasiojitambua, watu wajinga. Hiyo ndio sifa ya kwanza, kwa sababu wanasema wadhalika, sifa hiyo min khairi yuwafiku arrika, hii inatokana na kheri inayowafikiana na ulaini wa yule mtu wa nafsi yake. Kwa hivyo
Jamani, sifa ya kwanza ni kuwasamehe watu wasiojitambua. Nimesema sote tunajua mtu asiyojitambua ana maudhi, ana kero. Kwa hivyo watu hao ni kwa sababu, mfano mdogo, hata hapa msikitini tunapiga kelele sana. Msikitini pana maji, msikitini pana kila kitu, lakini unakuta hapa msikitini unakutana na mtu anatoka kabisa uwani, kajisaidia maji yapo, lakini kaacha. Kwa hivyo sasa, wewe ambaye lile jambo unalitambua kwamba sio sawa, unaweza ukapata adhabu kwa sababu linaudhi, kwa sababu maji yapo na hakuna sababu yoyote ya yule bwana kubakisha uchafu, lakini anafanya nini? Anatoka, wala hana wasiwasi. Sasa wewe ambaye unaingia huna tabia ile, kwa kweli lazima uchukie, lazima ufanye nini? Uchukie. Sasa pale unapochukia, tunakuangalia uamuzi wako wa kwanza ni upi. Utamwita huyu bwana na kumsema vibaya na kumbughudhi mpaka kusababisha vurugu na ugomvi? Hapana, utamwita huyu mtu kwa upole na kumwelekeza ili aelewe. Basi yule mtu hata ukimwelekeza anaweza karudi akaondoa nini, ule uchafu, kuliko pale anapotoka wewe ukamwambia tu hivi wewe bwana hivi. Hapo itakuwa nini? Kwa kwanza utakuwa umefanya nini? Umemdhalilisha, na utakuwa umefanya, japokuwa unatetea jambo la haki na zuri, lakini inategemea kauli yako ya kwanza ni ipi. Kwa hivyo huo ni katika mfano mmoja tunapoambiwa sababu za halimu kwamba ni kuwaonea huruma nani? Watu wasiojitambua. Kwa sababu mtu huwezi kufanya jambo kama lile kama ukujitambua au kama kuwa mjinga. Kwa hivyo sababu ya kwanza Sheikh anatuambia ya kuwa mtu ana kifua kipana, hakurupuki katika maamuzi, anapuuzia, ni kuwasamehe wajinga. Kwa hivyo katika kisa kimoja kinachohusu habari hiyo, Abu Dardai ambaye ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu Abu Dardai, wakala Abu Dardai radhiyallahu anhu lirajulin asma'u kalaman. Abu Dardai aliwahi kumwambia mtu mmoja ambaye alimsemesha maneno mazito, alimtuhumu, akamtupia maneno mazito. Baada ya kumtupia maneno mazito, Abu Dardai, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye amepata mafunzo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya haja, ndugu yangu, la tughrikanna fi sabina, usizame sana katika kumtukana, usizame, usiende mno katika kupromosha matusi ya kupitiliza kiasi, usiende mno. Kilichopo wewe, wadaa lisulhi maudhia, iache sulhu itamalaki, ifanye kazi yake, iachie sulhu ifanye nini? Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya nini? Ni sulhu. Huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametukanwa sana, ameadhirishwa sana, lakini anamwambia huyu bwana, ndugu, kusema kwa lugha ya upole, anamwambia, ndugu yangu, la tughrikanna fi sabina, usizame sana, usitukane sana matusi ya kupitiliza. Wadaa lisulhi maudhia, iachie sulhu ifanye kazi yake. Kwa maana ya kwamba tuelewane, tuongee kwa upole, hata kama kuna tatizo tuongee kwa upole. Huyo ni Abu Dardai. Lakini anamalizia anasema tunasema hivi fa inna, kwa sababu sisi la nukafiu man asa Allah fina, sisi huwa kawaida yetu hatumlipi mtu anayemuasi Mwenyezi Mungu kupitia sisi. Maana huyu anatutukana sisi, na maana amemwasi Mwenyezi Mungu kupitia sisi. Abu Dardai anasema fa inna la nukafiu man asa Allah fina, sisi huwa hatumlipi mtu anayemuasi Mwenyezi Mungu kupitia sisi. Hatumlipi nini? Bi akthara, zaidi ya alivyotufanyia yeye, kama kawaida yetu ambavyo tulivyo. Mtu akufanyia jambo mbaya, matusi kama haya, wewe unataka kutoa zaidi kuliko yeye ili muoneshane. Lakini Abu Dardai anamwambia inna la nukafiu, sisi huwa tumlipi man asa Allah fina, yule ambaye amemwasi Mwenyezi Mungu kupitia sisi, bi akthar, zaidi alivyotufanyia yeye, min, kuliko sisi tutakachojifanya, an nutii Allah azza wa jalla fi, sisi tunachofanya kwake yeye aliyotutukana ni kumtii Mwenyezi Mungu aliyeshinda na kutukuka, na sifa ya mtu aliyodhulumiwa siku zote kumtii Mwenyezi Mungu, kumsamehe mtu asiyojitambua. Huyu ni mfano mmoja wa sahaba wa Mtume Abu Dardai. Lakini mfano mwingine
wa Imamu Shaabi. Imamu Shaabi tunaambiwa kwamba washatama rajulun shaabiyya faqala, kuna mtu mmoja alimtuhumu sana Imam Shaabi, akasema hivi. Baada ya kumtuhumu na kumsemea maneno mazito, angalia Imam Shaabi na yeye hakumjibu kama tunavyokatazwa. Yeye akamwambia hivi, tuhuma zote ulizonipa na mabaya yote ulionifanyia, anamwambia in kunta kama kulta, ikiwa mimi kama kulta, niko kama ulivyosema wale, kama ni kweli, basi faghafara Allahu li, Mwenyezi Mungu anisamehe mimi, kwa sababu mimi ni mwanadamu, sina ukamilifu. Ikiwa hayo uliyosema ni kweli nayo, basi Mwenyezi Mungu anisamehe mimi. Lakini kipande cha pili, Shaabi akamwambia wa in lam akun kama kulta, ikiwa mimi sikuwa kama ulivyosema wewe. Kuna mawili, maana inaweza ikawepo au isiwepo. Anamwambia mara kipande cha pili, wa in lam akun kama kulta, ikiwa mimi siko kama ulivyosema wewe, basi faghafara Allahu laka, Mwenyezi Mungu akusamehe. Mwenyezi Mungu akusamehe. Kwa hivyo hii ndio sifa ya mtu ambaye ni nini? Ni halim, ana kifua kipana, hakurupuki katika mambo. Kwa hivyo ona hapa Abu Radai alivyofanyiwa na majibu yake, ona Imam Shaabi alivyofanyiwa, lakini hatuoni hata mmoja hapa aliyojibu tofauti, ugomvi ukazidi kuwa mkubwa au hali ikazidi kuwa mbaya. Kama huyu wa mwisho tumemwona anamuombea kabisa Mwenyezi Mungu amsamehe, ikiwa kama si kweli anamwombea Mwenyezi Mungu amsamehe, lakini na yeye ilikuwa inatakiwa kikawaida yetu yeye na yeye arudishe kuliko alivyomrudishia ili apate ushindi. Kumbe Uislamu unatufundisha sivyo. Lakini mama yetu Aisha radhiyallahu anha, naye kama mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye naye siku moja tunasimuliwa kisa kwamba waqtafat Aisha radhiyallahu anha ala khadimin laha. Bi Aisha siku moja alipata ghadhabu, akachukia kwa ajili ya mtumishi wake, akachukia sana. Lakini baada ya kupata fahamu, tunaambiwa thumma raja'at ila nafsiha, kisha akaghairi, akajirudi katika nafsi yake. Faqala, akasema lillahi daru taqwa, kwa kweli afaaye kumchwa na kuogopwa na mwenye kuangaliwa ni Mwenyezi Mungu, na msamehe mtumishi huyu. Akasema ma tarakta lidhi ghaibu shifai, wewe Mwenyezi Mungu hata siku moja hukuwahi kumwachia mtu mwenye sifa ya hasira kuwa mwombezi wa watu. Kwa hivyo Bi Aisha anatuambia kumbe hata mtu mwenye hasira hawezi kuwa na sifa ya nini? Ya kuwa mwombezi wa watu. Ndugu Muislamu, hii ni katika tunasema mwendelezo wa ile sifa ya halimu, ili maisha yaende na maisha yakae sawa. Mwenyewe umeona hapa kwamba kama hawa wangejibu vingine, basi vurugu ingekuwa kubwa na maelewano yasingekuwepo, na ndo maisha ambayo tunayo katika dunia yetu hii. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuepushe na atuvishe sifa ya halimu, atuwezeshe tuwe nayo ili maisha yaende, tuwasamehe watu wasiojitambua na tuwaombee Mwenyezi Mungu ili na wenyewe wanyoke. Lakini mwisho wa kumalizia katika maudhui yetu hii, Muawiya radhiyallahu anhu anatumalizia kwa kisa cha mwisho ili hotuba yetu tuimalize. Ulama wanatuambia kwamba wakasama Muawiya radhiyallahu anhu, Muawiya siku moja kama amirul mu'minina, yeye aligawa kutufa, mikungu ya zabibu kuwagawia watu. Alikuwa anafanya mgao kama kiongozi. Basi fa'ata shaykhan min ahli Dimishq qit'atan, akampa mtu mmoja mzima katika watu wa Syria, Dimishki, watu wa Syria, katifatan, akampa mkungu mmoja katika ule ugawaji kama kiongozi, akampa mkungu mmoja. Basi falam tujibuhu, yule mtu hakupendezeshwa na mgao ule, yule mzee hakupendezeshwa na mgao wa amirul mu'minin. Basi kinyume chake au matokeo yake, yule mtu fahalafa an yadhriba biha ra'sa Muawiya, akaapa kwamba kwa kunifanyia hivi huyu amirul mu'minin Muawiya
tampiga kichwani kwake na zabibu hizi alizonipa. Basi akaazimia namna hiyo. Basi faatahu, akamwendea Muawiya, fa akhbar, akamweleza azma yake hii. Baada ya kumweleza, basi Muawiya kama kiongozi Amirul Mu'minin, ana dola, ana mamlaka yote, kwa maelezo kama haya kwa kawaida ni kusema yule mtu atupwe ndani au awekwe chini ya ulinzi. Hii ndo kawaida. Hauwezi kuja mbele ya kiongozi ukamwambia maneno kama haya kwamba kwanza umenipa mgao mdogo, hilo tayari ni kosa. Kisha unamwambia kwa mgao huu nataka nikupige kichwa chako, umeniuzi, sikuridhika. Unamwambia kiongozi wa nchi, wewe mtu wa kawaida. Sasa nadhani majibu yake unaweza kuyajua mwenyewe, lakini kwa sababu hawa kina Muawiya wana mafundisho ya Mtume, akamwambia hivi, faqala lahu Muawiya akamwambia mzee, au fi binadhrika, timiza, tekeleza ahadi yako uloazimia, nipige hicho kichwa na hizo zabibu nipige. Kwa sababu Muawiya akasema waliyarfukhi shaykhu bishaykhi. Ndugu zangu, Muawiya anawaambia ni amfanyie upole mzee kumfanyia mzee mwenzake. Haya ndio alikuwa majibu ya Muawiya. Kinyume chake, pamoja na kuwa na dola, angeamrisha bwana awekwe ndani au chini ya ulinzi, lakini yeye akasema kwanza, akamwambia timiza nadhiri yako, lakini akamwambia wale kuwepo waliyarfuki shaykhu bishaykh, ni amsamehe mtu mzima kumsamehe mtu mzima mwenzake. Ndugu Muislamu, hii ni kipande cha alhutuba yetu iliyopita ya juma ile ambayo tulielezea sifa ya Halim ili ulimwengu uende, na leo tulikuwa tunaeleza Halimu hapatikani hivi hivi isipokuwa kwa sababu, na sababu ndugu yangu ndio hizo, na mifano kama tuliyoitoa. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuwa na sifa ya Halim na atuwezeshe kuwasamehe watu wasiojitambua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyaya bidhikri alhakim. Ayuha alikhwatu almuslimun, tawajjahu jami'an biqulubikum wa tubu jami'an, nastaghfirullah. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الخلق أجمعين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارضهم عن خلفائه الراشدين، خصيصا منه ذي الأصل العريق أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجعل أمورنا بأيدي أخيارنا ولا تجعل بأيدي أشرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا
المسلمين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأكبر. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.